Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba rehma na amani zimwendee bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba nachukua fursa hii kuwanasihi na vile vile kuinasihi nafsi yangu. Sote tusimame katika swala zima na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani akisema ya kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba Allah hawezi, hakika Mwenyezi Mungu hawezi kuwageuzia watu neema alowapa ila watu wenyewe wageuze yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ikiwa watu watasimama katika mstari wa Mwenyezi Mungu, basi zile neema Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa zitakuwa ni zenye kuendelea, na watu wakiacha, wakikhalifu amri za Allah, wakienda kinyume na makusudio na mapendeleo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, basi yatawakuta mambo ambayo kwamba hawakuyatarajia, na zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa zitakuwa ni zenye kuondoka. Mfano, saa hizi watu wanalalamika, maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa na dhiki, pesa zimepotea, uchumi umezorota, afya za wanadamu hakuna, jua limekuwa kali, Allah subhanahu wa ta'ala haleti mvua. Ni kwa sababu ya kwamba bikuthrati dhunub, kwa madhambi yaliyokithiri. Madhambi yaliyokithiri ndio yameenda kugeuza zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa wale waliokuwepo kabla yetu, na sisi tulipokuja tukawa ni wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukakataa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akageuza zile neema akatuletea mateso ya aina nyingi: njaa, jua kali, ukame, maradhi, uchumi mbaya, pesa zimepotea, vyakula vikilimwa mashambani havibariki, mashamba yamekauka, hatoi mazao, mvua hata ikanyesha watu watalima lakini hawapati chochote kwa sababu ya kathrati dhunub. Madhambi yamekuwa mengi. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu binadamu wenzangu, ni kwamba turudini kwa Mwenyezi Mungu ili Allah subhanahu wa ta'ala tukimlilia na tukawa na wenye kutekeleza zile amri zake, basi Allah yuko tayari wakati wote, asubuhi, mchana na jioni na usiku wake, kutupokea na kutuletea zile neema ambazo kwamba wale waliokuweko kabla yetu alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwapa. Pige mfano na Disemba hii. Leo ni tarehe 9 ya Disemba. Inapoingia mwezi kama huu wa Disemba, watu husahau, watu hughafilika, watu hufanya kusudi ati ya kwamba wao wako katika mwezi wa Disemba, basi ikawa ni mwezi wa maasiya ya kila aina: maasiya ya unywaji pombe, maasiya ya zinaa, maasiya ya wizi, maasiya ya kila aliyoharamisha Allah, uvutaji wa bangi, madawa ya kulevya na kila aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni mambo ambayo kwamba yasababisha kuondoa zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa. Ikiwa sisi hatukurudi nyuma tukamwomba Allah, tukasikitika kwa Allah, tukanyenyekea kwa Allah, tukafuata yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu itaendelea ila yaumil qiyama. Kwa hivyo nasaha yangu ni kwamba kila ambaye kwamba atapata ujumbe huu ajiangalie, je, yukoje mambo yake na Mwenyezi Mungu? Maamrisho ya Mwenyezi Mungu anafuata ama amrisho ya Mwenyezi Mungu anakeuka? Awe ni Muislamu, asiwe Muislamu, awe mwanadamu aina yoyote, je, yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha yafanyika, ama yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza
twakemeka nayo, ama tumechanganya kumwasi Mwenyezi Mungu na huku twasali, huku tukidhani tuko katika wema, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ametuhesabu katika nini? Katika waovu. Ndugu zangu Waislamu na binadamu wenzangu, atakayepata ujumbe huu ajiangalie yeye nafsi yake na angalie katika community alionayo, je, ikoje? Nitapiga mfano. Siku moja kuna bwana mmoja amepita katika kijiji, akakuta kijiji kile kimenawiri, kina mazao mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameathiripa kila aina ya neema akawapa, na kando ule mji kuna ziwa la maji. Yule bwana akapita pale, akatawadha, akaswali raka 2, shukuru lillah, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akapita na safari zake, akaenda alipokwenda, wakati kurudi akarudi na pale pale. Alipofika pale akakuta kile kijiji hakuna hata kuku, hata inzi hakuna. Allah subhanahu wa ta'ala wote kawafanyaje? Wote kawaangamiza. Akaenda akamuuliza katika mitume waliokuweko wakati ule Nabii Allah Musa alayhi salam. Alipofika pale akamuuliza Nabii Allah Musa, akamhadithia kisa kama kile, akamwambia ya kwamba kumepita bwana, baada yule bwana kupita, kumepita bwana mwingine ambaye kwamba ni tariku swala, ni mtu ambaye kwamba haswali, uso wake kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, anaona dhiki, anaona shida. Akapita pale, akaenda paka pale kwenye ile ziwa, akavua nguo, akaoga, akaosha uso, akafanya kila kitu. Yale maangamivu ya yule bwana aliyopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala imesababisha mpaka hata kile kijiji kizima ikawa ni chenye kughariki. Leo ndugu zangu Waislamu, leo binadamu wenzangu, ni wangapi ambao kwamba hamsujudii Allah? Ni watu wangapi ambao kwamba tukoishi nao ndani ya majumba wala riziki za Allah, wavaa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala kanemesha pumzi, kusema nini, afya na kila kitu, na hamsujudii Allah? Je, maangamivu ya mtu mmoja imekuwa hivyo? Je, maangamivu ya kijiji kizima, maangamivu ya watu zaidi ya 50, maangamivu ya watu zaidi ya milioni 2 inakuwa ni kiasi gani? Ndio ndugu zangu Waislamu, tukiangalia haya tunayopata, bima kasabati aidina, ni miongoni mwa yale ambayo kwamba mikono yetu inakwenda kuchuma. Kwa hivyo inshallah nimetoa ujumbe huu, kila atakayesikia awe ni mwenye kurudi kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kunyenyekea na kumwomba Allah, ili Allah subhanahu wa ta'ala aregeshe zile neema ambazo kwamba alikuwa akituneemesha kabla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.